za siku ya Idi? Idi pili leo. Idi ni nzuri, Idi jana ilikuwa nzuri, murwa, hali ya hewa nzuri. Kila kitu kiko vizuri. Idi ni njema kabisa. Katika mitandao ya kijamii kuna kitu kimeshika kasi hivi sasa. Afisa habari wa Tabora United Christina Mwagara amemtaka Ari Shaban Kamwe aombe msamaha kwa mkuu wa mkoa wao Paul Chacha kwa masaa 24 baada ya jana Ari Kamwe kuzungumza mbele ya waandishi wa habari mbele ya umati wa Young Africans akisema mkuu wa mkoa anakichokonoa, kama yeye anaitwa Chacha basi atachacha siku ya mechi. Kwanza umepokea kauli ya Christina Mwagara kusahihi Ari Shaban Kamwe kuomba msamaha Tabora United na mkuu wa mkoa? Kwani kazi za maafisa habari ni zipi? Sisi nafahamika. Kazi za maafisa habari, kazi yao ni kuzungumza masuala, taarifa rasmi. Unaelewa maana taarifa rasmi? Taarifa rasmi, unapoambiwa rasmi maana yake ni taarifa kutoka kwa viongozi wa Yanga. Si umeelewa? Ambazo zilizokuwa rasmi, zenye tija katika kujenga nini? Kujenga hamasa katika klabu zao husika. Ndio kazi za waandishi wa nini? Hawa za maafisa habari. Na ndio maana ile kazi walitakiwa wawe waandishi wa habari. Kitu cha kwanza unatakiwa uwe na elimu ya uandishi wa nini? Wa habari. Maana yake uweze kujenga hoja za kuhamasisha wanachama wako au wapenzi wako katika klabu yako husika. Umeelewa? Na taarifa hizi zinatakiwa ziwe positive, ambazo zimeidhinishwa au zimepitishwa na uongozi wako wa klabu yako, kwa sababu wewe sio kiongozi, wewe ni mwajiliwa. Tofauti na anavyojiita Ally Kamwe. Ally Kamwe yeye anajiita yeye ni kiongozi. Hata akiongea na mashabiki wa Yanga au wanachama wa Yanga, anasema viongozi, na yeye anajijumuisha kama kiongozi. Sasa hatujajua, labda kuna uongozi amepewa. Lakini viongozi wa Yanga sisi tunachofahamu, sawa, walifanya mchakato wa kumtafuta Ally Kamwe akiwa kama nini? Afisa habari. Meneja wa habari wa nini? Wa Yanga. Maana yake atazungumza vitu ambavyo vimetengenezwa na nani? Na viongozi wa Yanga. Yeye ndo ataenda kuzitolea nini? Taarifa vile vile. Lakini sio masuala ya kimaamuzi au kuongea vitu ambavyo viko nje na maadili ya nini? Ya klabu yao na maadili ya ligi yetu. Sawa, ya ligi ya Tanzania bara. Kwa hiyo mimi sikufurahishwa kama ambavyo alivyoongea Christina Mwagara, hakufurahishwa na lile swala. Hakuna Mtanzania yote ambaye mwenye akili timamu zilizotimia na anayejua kazi za maafisa habari ni zipi akafurahisha na jambo alofanya nini Ally Kamwe. Kwanza amezarau viongozi wetu. Umeelewa? Na Ally Kamwe sio yule tu sa mkuu wa mkoa wa Tabora. Ally Kamwe kuna mkutano mmoja walifanyaga uzinduzi wa tawi huku maeneo ya Mbagala. Alishamwambia mwenyekiti wa serikali za mitaa, kati ya mtendaji au mwenyekiti wa serikali za mitaa, alimwambia kabisa, wewe kwa sababu unapenda Simba, wewe mwakani hauwezi ukarudi katika nini, katika hichi kiti, kwa sababu Yanga ni kubwa, Yanga ndio serikali. Alimwambia live kabisa. Kwa hiyo maana Yanga huyu jamaa yani amezoea. Umeelewa? Na kinachompa kiburi sijui ni nini. Inaonekana kama kuna watu nyuma yake wanaomkingia kifua na wanaomuelekeza afanye haya mambo, lakini kikubwa akipo katika maadili ya nini ya tasnia ya maafisa habari. Kwa sababu wewe ushawahi kumsikia Ahmed Ally? Kwa sababu Ahmed Ally na Ally Kamwe aliyetangulia kwenye hii tasnia alikuwa ni nani? Ahmed Ally. Ushawahi kumsikia ameshaongea hivi vitu? Au Manara wakati yuko Simba ushawahi kumsikia anaongea hivi vitu? Lakini Manara wakati alipokuja Yanga, Ally Kamwe yuko Yanga, ndio wanaongea hivi vitu. Kwa hiyo maafisa habari wa Yanga ndio wanakuwa na grouping ya kuongea vitu vya ajabu na kudharau hata viongozi wa nchi. Lakini Simba huko upande wetu hilo swala halipo. Unaungana na Christina Mwagara, Ally Kamwe aombe msamaha kwa mkoa wa Tabora? Sio msamaha tu, hata TFF wanatakiwa wamwajibishe, kwa sababu mimi ndio mtu wa kwanza kumtetea Ally Kamwe. Pindi tulivyoanza tetesi kutoka kwamba Ally Kamwe wameitwa wapi? Wameitwa kwenye kamati ya maadili ya masaa 72, sawa, kamati ya maadili katika kwenda kwa discuss Ally Kamwe pamoja na Ahmed Ally. Mimi ndio mtu wa kwanza kumwombea Ally Kamwe kwamba wamsamehe, sawa, wamsamehe kijana mwenzetu. Lakini kwa hili huko anakoelekea Ally Kamwe sio sehemu sahihi na sio sehemu salama. Umeelewa? Kwa sababu unapomzungumzia mkoa, huyu ni mwenyekiti wa kamati ya nini? Kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa. Na ni mwenyekiti ni kiongozi ambaye ameteuliwa na Mama Samia Suluhu Hassan ili kumwakilisha katika ule mkoa.
na mkoa wa Tabora ndo mkoa mkubwa kuliko mikoa yote hapa Tanzania. Ndo mkoa ambao una eneo kubwa, ni mkoa ambao ni mkubwa kuliko mikoa yote. Kwa hiyo ule mkoa alafu una mambo mengi ya kihistoria. Umeelewa bwana, kina Chief Milambo ametoka kule. Ni mkoa ambao umebeba historia kubwa sana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na imebeba watu wa karimu. Yaani mkoa wa Tabora ni mkoa ambao umebeba watu wa karimu. Umeelewa bwana? Kuna viongozi wakubwa wa mpira wametokea Tabora, akiwepo Aden Lage ametoka Tabora. Katibu wa TFF ametoka Tabora, ambaye ni Kadau. Umeelewa, Kidau ametokea wapi? Ametokea Tabora. Kwa ni mkoa ambao una watu wa karimu, una watu elevu, una viongozi wengi wametokea Tabora wa mpira. Sasa yeye anaponda kuukosea heshima mkoa wa Tabora, maana yake anaikosea nchi nidhamu. Kwa hiyo amemkosea hata mama nidhamu, kwa sababu mama ndio alomteua nani. Leo uwezo ukamwambia mkuu wa mkoa eti umevaa shati lako la nini? La Christmas. Shati sio la kumelemeta. Yaani ni vitu vibaya sana. Umekelekwa. Yaani nimekelekwa vibaya. Mna sio mimi, wa Tanzania wote wamekelekwa. Ila mimi nimeonyesha hisia zangu. Alikamwe hapa ameteleza, tena ameteleza vibaya. Hayo masaa 24 yalikuwa ni mengi sana. Alikamwe alitakuwa apewe masaa 2 matatu ili aweze kuomba radhi, aweze kumomba radhi ule mkuu wa mkoa. Alafu mbaya zaidi anamwambia hamuhitaji mkuu wa mkoa katika shughuli zote za Yanga zinazohusiana na hii mechi. Sasa wewe unawezaje kuongea vitu kama hivyo? Na wakati unajua sasa yule mkuu wa mkoa ndio mwenyekiti wa baraza la nini? Baraza la kutunza amani la mkoa, baraza la usalama la mkoa liko chini ya nani? Yaani maaskari wote. Umeelewa? Viongozi wote wako chini ya nani? Kama rais kwenye mkoa. Umeelewa? Yaani yule yaani pale akiongea yule mkuu wa mkoa maana yake ameongea Mama Samia. Kwa sababu yule anamwakilisha, yule ni rais wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo anamwakilisha Mama Samia ndani ya mkoa ni katika shughuli zake za kila siku za mkoa wake wa nini? Wa Tabora. Sasa wewe unaposema umtaki, maana yake ule ulinzi sasa unaupata wapi ikiwa huyu maaskari wote, viongozi wote wa usalama wa ule mkoa wako chini ya huyu mkuu wa mkoa. Alafu hapo wewe unasema umuhitaji, maana yake uhitaji hata ulinzi wake. Unafanyaje sasa shughuli zako ndani ya mkoa wa Tabora? Labda angesema hatuchezi hiyo mechi na tunaondoka. Umeelewa? Lakini leo umtaki mkuu wa mkoa ashughulike katika swala lolote. Pale unalindwa na maaskari. Maaskari hao wako chini ya nani? Unaenda unachinja mang'ombe yako pale. Ule ulinzi pale umepoa na nani? Kwa hiyo yani Alikamwe mimi naweza nikasema kwa sababu yani mimi ananitia mashaka na elimu yake, lakini ukiangalia elimu amesoma. Yani ukikubwa ni lana, ile lana ya Mgunda bado huyu anatembea nayo. Lana ya Mgunda na lana ya babake. Lana za wazazi wake huyu Alikamwe anatembea nazo. Alikamwe na lana babake. Alikamwe alishawaita watu wa Simba, wanachama wa Simba wote na mashabiki wote aliwaita nini? Aliwaita wanawake ni mashangingi. Umeelewa? Ikiwa baba yake ni nani? Ni mwanachama wa Simba. Maana yake huyu amemkosea hata babake. Kwa hiyo huyu ilana ya babake bado anatembea nayo. Umeelewa? Aliwaita mashabiki na wanachama wa Simba kwamba ni wanawake maizao. Kwa hiyo na baba yake kwa sababu ni mwanachama wa Simba, maana yake hata babake ni mwanamke. Sasa wewe unafikiri kuna jema hapa? Na Mwenyezi Mungu ameshaagiza. Sawa? Umeelewa? Marijali wote wataenda peponi. Sawa? Yaani pepo zao ziko kwenye nyayo za nini? Za wazazi wao. Na mwanamke manisai pepo zao ziko kwenye nyayo za nini? Za waume zao. Sasa leo kama unamuita baba yako ni mwanamke, I say astaghfirullah mara 7 mara 70. Alikamwe amemkosea sana baba yake. Umenielewa? Chunguza Manara ukitaka kujua kama mzazi ana umuhimu gani kwa watu waliosoma dini. Manara alipotoa akili Yanga akasema wana Yanga wote akili hawana, lakini alisema kasoro nani? Kwanza alimtoa baba yake, hapo akamtoa na rais. Yaani aliyakwepa mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapo akakwepa mamlaka ya Allah juu ya wazazi wake. Alimtoa baba yake na akamtoa nini? Rais mstaafu, kwa sababu anajua rais mstaafu anaweza akamchukulia nini? Akamchukulia hatua za kisheria. Kwa hiyo alimtoa rais mstaafu hapo akamtoa na baba yake. Kwa kujua umuhimu wa nani? Wa mzazi. Sasa Alikamwe iweje aseme wana Simba wote wanawake afu yeye kashindwa kumtoa baba yake? Afadhali angesema hivyo afu akasema kasoro baba yangu. Kwa hiyo laana zinamtafuna. Kwa hiyo laana zinamtafuna. Laana nyingine inamtafuna ya kwanza ni kumuita baba yake mwanamke. Laana ya pili ni ya Juma Mgunda.
kumfananisha Mgunda na ndazi au kumfananisha mwanadamu mwenzio na chakula, ile ni laanatullah. Umeelewa? Kwa hiyo laana ya Mgunda inamtafuna, na Mgunda alishasema mimi namwachia nani? Namwachia Mungu. Ogopa sana mtu anayemwachia Mungu. Kwa hiyo hii sasa laana hii inamtafuna nani? Alikamwe. Na ndio maana kila anachoongea haeleweki anaongea nini. Umeelewa? Leo afisa habari unakosa maneno ya kuhamasisha mashabiki wako mpaka uende ukawatukana watu. Labda ile kauli ya mkuu wa kusema ameandaa na ameweka dau la shilingi milioni 60 ndio kitu ambacho Alikama kimemjia juu hapa kwa jaziba. Kwani mkuu wa mkoa ni nani kwenye ile timu? Mkuu wa mkoa ndio mlezi wa ile timu, na ile timu iko ndani ya mkoa wake. Afu licha ya kuwa ndani ya mkoa wake, yeye ni mlezi wa ile timu, ni kiongozi wa ile timu. Na kauli hii ya kuweka hamasa kwenye timu yake ya kuanza na Yanga, si alianza kuahidi Tabora wakati wanacheza na Simba? Ulimsikia nani? Ahmed Ally aliongea kitu chochote kuhusu mkuu wa mkoa? Hakuna. Si tulichofanya ni batili ile team, tunaenda kuprove wao mwekea hela. Sasa tumeenda tumwafunga goli 3 bila pale nyumbani kwao. Umeelewa? Yaani wewe unaenda kwa uprove kwa vitendo, sio kwa maneno. Ina maana Yanga hana uhakika na timu yake kwamba anaweza akawafunga Tabora. Ndio maana hii mechi wanataka waimalize kwa mdomo na propaganda nyingi. Lakini kiuhalisia yule kiongozi alikuwa na haki kwa sababu timu iko kwenye mkoa wake. Aibu itakayokuta Tabora imeikuta nini? Imemkuta yeye. Sasa hii aibu isimkute. Ndio maana yake amewekea ahadi wale watoto kama alivyoweka ahadi. Na Simba aliweka milioni 50. Wewe ulimsikia Ahmed Ally aliongea chochote? Au kiongozi wa Simba wote aliongea chochote? Wale mashabiki wa Simba wameongea chochote? Unataka kusema nini jibu kuhusu swala hili? Kwa hiyo yeye alivyoita timu yake, umeelewa? Akawaita na kuongea nao kuwapa hamasa kuelekea kwenye mechi, yuko sahihi kwa sababu yule ndio kiongozi wa nini? Wa ile timu. Yeye ndio mlezi wa ile timu na anatoa hela zake katika kuihudumia ile timu. Mkoa wake unatoa hela katika kuihudumia ile timu. Umeelewa? Sasa kwa nini asiwape hamasa waende kuifunga nini? Kuifunga Yanga. Kwani mara ngapi tunaona timu nyingi zinazodhaminiwa na GSM wakikutana na Simba ahadi zinatolewa? Dodoma Majiji mbona walipoa ahadi na Mavunde? Uliwasikia Simba waliongea nini? Mashujaa waliwekewa ahadi. Sawa Kigoma, umwasikia Simba wameongea nini? Sasa hii tunaupeleka wapi mpira wetu? Ina maana Alikamwe kitu anachokifanya ni kutengeneza uadui. Na ndio maana sasa hivi yani ushabiki wa Simba na Yanga unakuwa haupo. Sasa hivi ni uadui. Lakini uadui unatengenezwa na hawa wasemaji. Especially huyu Alikamwe anatengeneza uadui mkubwa. Leo watu wengi wanaangalia haya maneno aliyoongea kwa mkuu wa mkoa tu. Ile imetengeneza uadui mpaka kwa wana Tabora wenyewe. Yaani Tabora sasa hivi kuna mpasuko mkubwa. Tabora imepasuka. Kuna mashabiki wa Yanga wamelishwa sumu na kuna mashabiki wa nini? Wa mnyama Simba ambao wako ndani ya nini ya Tabora ambao wanaishabikia nini? Tabora. Kwa tayari kuna mpasuko mkubwa. Kwa hiyo hii mechi usikute mpaka watu wanaweza wakaja wakashikana. Umeelewa? Yanga leo Alikamwe amewadharau mpaka wachezaji wa Tabora. Na hii nawaambia wachezaji wa Tabora kama wananisikia, waende wakamprove wrong Alikamwe, wakamuonyeshe kwamba wao ni nani. Kwa sababu amewadharau wachezaji wa nini wa Yanga. Amewaambia wachezaji wa Yanga wameitwa kwenye kikao cha mkuu wa mkoa wakiwa hawajala, ina maana wana njaa. Sasa mnakubali vipi nyinyi mfungwe na Yanga ikiwa tayari mshaambiwa nyinyi mna njaa? Tafsiri yake hata kama watawapa hela watawapa nini, maana yake mtaprove kwamba nyinyi kweli mna njaa. Sasa mimi nataka kama watapoa hela watafanywa nini? Wachukue hela lakini wakafanye shughuli ya watu wa mkoa wa Tabora. Waulinde mkoa wao. Na watu wa Tabora hata kama unapenda Yanga, kumbuka wewe unaishi kwenye mkoa gani? Yanga leo ataondoka, wakishaondoka wewe pale unabakia na nani? Utabaki na mkuu wa mkoa. Na ndio anahakikisha maendeleo ya mkoa wako na maendeleo yako kwa ujumla. Wewe utahitaji mikopo, anayesimamia ni huyo mkuu wa nani? Mkuu wa mkoa na utawala wake. Utahitaji huduma za afya, anayesimamia ni mkuu wa mkoa wako. Utahitaji huduma za kijamii zote, shule, nini? Zote zinasimamiwa na mkuu wako wa mkoa. Huyu Alikamwe nani? Au Yanga itakusaidia nini? Yanga mwisho wa siku watakuja pale, watatafuta pointi 3 lakini mwisho wa siku watakuacha pale pale. Sawa? Alafu wewe maisha yanafanya nini? Maisha mengine yanafanya yanaendelea. Sasa furaha ya siku moja isikusababisha ukaribu maisha yako wewe pamoja na kizazi chako na familia yako. Umeelewa? Lakini kikubwa kuishabikia Yanga mtu akatazwe, isipokuwa haya maneno aliyotoa Alikamwe ni ya ugombanishi kati ya nani? Kati ya wana Tabora pamoja na mkuu wao wa mkoa. Mkuu wa mkoa mpaka sasa hivi hujui ana kinyongo cha aina gani na mashabiki wa Yanga. Umeelewa bwana? Kutokana na yeye ametukanwa na wao wanashangilia. Umeelewa?
lakini kikubwa alichokifanya Ally Kamwe, vitu alivyofanya Ally Kamwe ndani ya Tabora havina afya na mpira wetu. Umeelewa? Kama povu limekutoka hivi, unataka Yanga Africans alambishwe tena asari pale mkoani Tabora? Hatujazungumzia swala la kufungwa Yanga. Mimi ndo mtu wa kwanza kuongea kwamba hii mechi Yanga hawezi akakubali kufungwa mara mbili. Mimi mpaka sasa hivi nina uhakika Yanga anaweza akashinda hii mechi. Lakini kwa vitu ambavyo kwa mapandikizi aliyowaleta nani? Aliyowaleta Ally Kamwe, anasababisha wachezaji wa Tabora na viongozi wa Tabora wakaipania hii mechi. Yanga wakiona wamepoteza mechi, unajua Ally Kamwe anahusika. Yanga akipoteza hii mechi, maana yake Ally Kamwe ndio aliyosababisha Yanga ipoteze mechi. Kwa sababu ameifanya mechi sasa imekuwa duoda, imekuwa ngumu. Umeelewa? Leo watu wa Tabora wote wanatoa macho kuhusu hii mechi. Ally Kamwe yeye ametaka kuitengeneza hii mechi. Sasa watu waizungumzie mechi ya Tabora na nani na Yanga. Wasahau kuizungumzia mechi ya Simba. Lakini matokeo yake yamesababisha ugumu wa hii mechi kuelekea kwenye klabu yake. Kwa Yanga wakipoteza mechi wajue adui yao ni Ally Kamwe. Umeelewa? Leo unaenda kuwatukana wachezaji wa nani? Wa Tabora. Wewe unafikiri mchezaji wa Tabora pale ataingiaje? Na kama Tabora akipoteza mechi, nani alaumiwa? Tabora akipoteza mechi ni mpira. Tabora akimfunga Yanga ni story. Lakini Yanga akimfunga Tabora no story. Analaumiwa nani sasa? Yanga ni mkubwa kuliko Tabora. Ingawa mechi ya kwanza Yanga alifanya nini? Alifungwa na Tabora. Lakini Yanga kumfunga Tabora no story. Lakini Tabora akimfunga tena Yanga itakuwa ni story, kwa sababu kwanza ni kwa mara ya kwanza Yanga anafungwa na timu ndogo nje ndani, yani game zote mbili Yanga anafanya nini? Anafungwa. Kwa hiyo ndio itakuwa story. Kwa Tabora akifungwa no story. Ila Tabora akimfunga Yanga itakuwa ni story, na mhusika mkuu mwenye makosa anatakiwa wajibishwe ni Ally Kamwe. Ally Kamwe ndo kasababisha hii mechi iwe ngumu. Si umeelewa? Yani mechi yoyote ukitaka ifanye iwe ngumu. Umeelewa? Wewe wabezi wale wachezaji wa ile timu. Kwa hiyo mimi wachezaji wa Tabora kama wataregea, watafungwa na Yanga, maana wameprove wao wana njaa na ni wachezaji ambao wasiojielewa. Umeelewa? Kwa hiyo waende wakakaze ili wamprove long nani Ally Kamwe. Na nawaambia viongozi wa Yanga, wakipoteza mechi wadili na Ally Kamwe. Ally Kamwe ndio anahusika katika kuifanya hii mechi iwe ngumu, na ndio atakofanyia alosababisha hii mechi ipotee. Wajibike, yeye ndio alosababisha hii mechi iwe ngumu instead of otherwise kama wamemtuma akaongea yale maneno. Na mimi ninaamini kabisa injinia na ubora wake wa uongozi aweza akamtuma au Arafat Saidi. Wale ni watu wa serikali, wanaujua mpira wa Tanzania. Hawawezi wakamtuma Ally Kamwe aende akaongea ule upumbavu alofanya nini? Aliongea pale. Na kama wamemruhusu akaongee, tafsiri yao hata viongozi wa Yanga wanatakiwa wajibike kuhusu mechi ikipotea, kwa sababu wao ndio walosababisha hii mechi iwe ngumu. Kama walimtuma, kama hawakumtuma, Ally Kamwe ndio anahusika katika kusababisha hii mechi iwe ngumu, kwa sababu tayari mechi imewekwa tension kubwa. Hii mechi Yanga litakuwa aingie, waelewe, wafanye mambo yao, wangojee tarehe ya mechi, wacheze mechi. Mechi ingekuwa kawaida, kwa sababu kwanza Tabora angeingia kwa relax, kwa sababu hawana cha kupoteza, walishamfunga Yanga. Kwa hiyo hata wakifungwa no sorry. Umeelewa? Lakini kitendo cha Ally Kamwe kwenda pale kuongea vitu ambavyo vya kuwabeza watu wa Tabora na wachezaji wa Tabora na mkuu wa mkoa. Maana yake mkuu wa mkoa lazima, what I know, mkuu wa mkoa lazima atakuwa amefanya second meeting na wachezaji wa Tabora. Lazima atakuwa amerudi tena baada ya maneno ya Ally Kamwe. Mkuu wa mkoa lazima atakuwa amewarudia tena wachezaji wa Tabora. Lazima akawahimize na akawahamasishe tena kwamba jamani, mmesikia matusi nilotukanwa, nendeni mkafanye jambo. Unaona Yanga Africans ikipotea Sheikh Amri Abedi? Nini? Unaona Yanga Africans ikipotea katika uwanja wa Hassan Mwinyi kesho? Wanapotea kwa nini wasipotee? Mechi mara ya kwanza mimi niliongea kwa sababu tension ya mechi ilikuwa iko chini, iko roho. Sasa hivi tension ya mechi iko juu. Umeelewa? Tayari Tabora washadharauliwa. Umeelewa? Wewe unamdharau vipi mtu aliyekushughulikia? Si umeelewa? Mtu ambaye tayari ameshakushughulikia wewe unamdharau vipi? Tafsiri yake unataka kushughulikia zaidi. Kwa hiyo mimi sasa natoka kule nilikokuwa mara ya kwanza kwamba Yanga anaweza akapata matokeo kwenye hii mechi. Narudi sasa, Yanga anaweza akapoteza hii mechi, lakini chanzo cha kupoteza hii mechi ni Ally Kamwe. Kwa hiyo Ally Kamwe anatakiwa mtu wa kwanza kuwajibika, mshtakiwa wa kwanza katika kuwajibika kwenye hii mechi. Yanga akipoteza hii mechi au akisuru hii mechi ni Ally Kamwe. Kwa hiyo Yanga wanatakiwa wadili naye. Hivi 64